ambapo Rais William Ruto ziara yake katika eneo hilo la Mlima Kenya imeingia siku yake ya 3. Je, amewaandalia nini? Jana alifanya miradi, alizindua madarasa, alizindua masoko na miradi mingine mbalimbali katika eneo hilo la kati. Leo hii atakuwa wapi? Tutakuwa tuzungumza naye Clement Masombo aweze kutufahamisha ziara hii ya rais ambayo imeingia siku yake ya 3 itakuwa inaelekea wapi leo hii baada ya kuzizuru kaunti za Laikipia, Nyeri, Meru na Kirinyaga. Leo hii rais atakuwa wapi? Manake nafahamu kesho yuko kule katika kaunti ya Embu, lakini leo hii yuko wapi Masombo? Na Masombo, rais leo ziara yake imeingia siku ya 3. Atakuwa anaenda wapi leo hii baada ya kumuona kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo katika maeneo tofauti katika eneo hilo la Mlima Kenya, lakini kidogo amekuwa akikwepa masuala ya siasa na kuzingatia masuala ya maendeleo? Naam, ni kweli Yeri, tumeona kwamba leo ikiwa siku ya 3 Rais William Ruto anaendelea kukwea Mlima Kenya, na kama tu ulivyosema ni kwamba kidogo yeye mwenyewe amekuwa kiepuka kuzungumzia masuala ya siasa, ila isipokuwa tu jana ndipo tulipoona kwamba wale viongozi wa kaunti ya Meru ndio walijaribu kidogo kuguzia masuala ya kisiasa, wakisema kwamba wakimkashifu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wakisema kwamba yeye alikuwa anaeneza siasa za kugawanya wa Kenya, lakini rais mwenyewe hakuguzia masuala ya siasa kabisa, na anaendelea tu katika ile shughuli yake ya kuzindua miradi na kukagua baadhi ya miradi ya maendeleo. Ziara ilianza siku ya Jumanne akizuru kaunti za Laikipia na Nyeri, na jana alikuwa kaunti ya Meru na kisha akamalizia shughuli katika kaunti ya Kirinyaga. Leo asubuhi kwanza rais alianza na kufanya mkutano na kina mama pale katika ikulu ndogo ya Sagana, kina mama ambao tunaelewa walikuwa wanatoka kaunti nzima ya Nyeri, na alipomaliza amefululiza moja kwa moja hadi kaunti ya Nyandarua ambako pia amekagua miradi kadhaa maendeleo na kutoa ahadi chungu nzima pale katika kaunti ile ya Nyandarua, ikiwemo akiahidi kuwa atatenga pesa za kujenga barabara, za kukamilisha barabara kadhaa kule Nyandarua. Ameahidi pia kutenga pesa zaidi za kukamilisha ile hospitali ya JM Kariuki ambayo iko katika eneo hilo la Olkalau, na vile vile anaendelea tuna ziara yake. Akitoka Nyandarua tunatarajia kwamba ataenda kaunti ya Murang'a ambako pia anatarajiwa kuzindua miradi kadhaa ikiwemo pia kupeana basi la shule, na hiyo tu ndio tunayotarajia kwa leo. Lakini pia labda tu leo tunapimia kuona iwapo wale wanasiasa ambao wamenaandamana nao wataendeleza zile siasa ambazo wamekuwa kipiga, ama leo pia watatulia kidogo. Na kwa sasa nataka tuvuke moja kwa moja hadi Nyandarua ambako viongozi wanaendelea kutoa hotuba zao kule eneo la Nyandarua. Unajua mimi ni jirani hapa Laikipia. Nimefika hapa kushuhudia maendeleo yanayoendelea hapa, na niseme tunaridhika kwa kazi yako mzuri. Tafadhali endelea na hiyo kazi. Mheshimiwa Rais, unajua katika soko fulani pasta alikuwa haya, wacha niachane na hapo. Nyandarua oye! Nyandarua oye! Nyandarua oye! Hebu muonyeshe Mheshimiwa Rais mmefurahi kumuona. Asante sana, Mungu awabariki. Niko hapa na waziri wetu wa mambo ya kawi, mpigeni makofi Bwana Opiyo Wandayi. Hapa niko na Alex Wachira, PS wangu wa mambo ya stima. Yeye ndiye atafuatilia ile manyumba 14,000 ahakikisha kwamba kila nyumba imewakishiwa stima. Hapa vile vile niko na PS wangu wa mambo ya sports. Mimi kabla sijaondoka nataka kwenda kuangalia ile stadium yenu, kwa sababu hiyo stadium lazima pia nishughulikie hiyo stadium. Nyinyi watu hapa Nyandarua mnasema hiyo stadium tuwajenge, tukamilishe. Hebu nione wala anasema tukamilishe hiyo stadium. Very good. Hapa niko na waziri wangu wa mambo ya elimu Bwana Julius Ogamba. Yeye ndiye atafuatilia mambo ya university, ahakikisha kwamba university ya Nyandarua inasonga mbele. Hapa niko na Mheshimiwa Mariro, mbunge wangu ama PS wangu wa mambo ya defense.
ndiye atashughulika na hiyo mambo ya JM Hospital, ahakikishe inasonga mbele. Hapa niko na ndugu yangu bwana Mushira. Huyu Mushira, simama hapo mheshimiwa. Huyo ndio mbunge wangu, mbunge wetu wa kutoka hapa Oljororok. Na hapa niko na bwana Gashagwa, mbunge wetu wa kutoka kule Nyandarua. Pigeni makofi. Na vile vile niko na deputy governor wetu hapo, pigeni makofi. Very good. Tuko na ma MCS wetu wasimame hapo dakika moja moja. Huyo MCA jambo moja. Jambo la kwanza, Your Excellency, nataka kukushukuru sana kwa sababu hii kazi ambayo niko nayo, isipokuwa ni wewe singekuwa MCA siku ya leo. Nakushukuru sana na nakutolea kofia. Bila shaka huyo ni viongozi hao wawakilishi wadi ambao wameandamana na Rais William Ruto katika eneo la Nyandarua, ambapo ni katika baadhi ya kaunti ambazo anazuru kwenye ziara yake ya wiki nzima katika eneo pana la Mlima Kenya, ambapo anazuru kaunti takriban 6 ambazo zinazunguka eneo hilo la Mlima Kenya. Leo hii tayari amesema kwamba serikali kuu itachukua hatamu za kuendeleza ujenzi wa ile hospitali ya kumbukumbu ya JM